Tuombe ibada inapoanza. Baba mtakatifu mwenye nguvu, mfalme aliye juu ya falme, mwalimu wa walimu, Mungu siyekuwa na mwanzo, kusanyiko hili ni lako. Mimi ni chombo tu Baba unavyonitumia. Waguse watu wako Baba, wabarikiwe, wakumbolewe, wafunguliwe. Walio kwenye nuru waje kwenye nuru feki, waje kwenye nuru original. Walio kwenye giza waje kwenye nuru. Na tazama tunakabidhi ibada hii na ndoa inaenda kufungwa ya watoto wako hao wawili. Tukiomba uwepo wako na utukufu wako. Jina lako lizidi kutukuzwa na kutangazwa kila wakati. Jina lako lizidi kuinuliwa. Na mimi nitumie kwa mikono hii na kinywa changu. Sio hawa tu na wengine Mungu, baraka zako zidi kumiminika. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amina. Tukae katika uwepo wa Mungu. Mbarikiwe. Ndugu zangu, ninaomba nimwalike dada yangu, mama yangu, Mama Katunzi, atupe neno la ndoa dakika 10. Mimi nitamalizia dakika ya mwisho ili muda usituache. Makofi watu wa Mungu. Naomba tupe neno. Ndoa inahitaji ushirika wa watu wawili. Panda mama hapa. Tusikilize neno la Mungu linavyosema. Emmanuel, watu wa Mungu. Mungu pamoja nasi. Emmanuel, watu wa Mungu. Mungu pamoja nasi. Kipekee kabisa ninamtukuza Mungu wa madhabahu ya kanisa la Mtume Paulo Kiseke kwa kunipa kibali leo kusimama mbele yenu. Najua ni kwa neema ya Mungu, si kwa chochote, si kwa vyovyote nilivyo, bali neema ya Mungu ndio imeweza kunisimamisha hapa. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Tumepewa muda mfupi, tutautumia kwa kadri Roho Mungu atakavyotuongoza. Ninatamani sana walioko kwenye ndoa muda mrefu na wanaoingia sasa na wenye mwezi mmoja, ili neno lituguse wote. Ninatamani tusikie kwa habari ya kuto kuizoelea ndoa. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Hata kama uko kwenye ndoa yako miaka 100, hatutakiwi kuizoea ndoa. Tukizoelea ndoa tunakaribisha maadui pasipo sisi kujua. Emmanuel, ndoa hizi ambazo tumo na ambazo ndugu zetu leo wanaenda kuingia, ndoa ina mwenyeji na mgeni. Emmanuel, kwa wasomaji wa Biblia mtakubaliana na mimi katika kitabu cha Mwanzo kwanza ile sura ya kwanza, lakini natamani tuanzie Mwanzo sura ya 2. Wakati Yesu Kristo anaanza kutengeneza ulimwengu, mwanadamu wa kwanza kutengenezwa, mwanadamu wa kwanza kuumbwa alikuwa Adamu, si ndio? Kwa wasomaji wa Biblia mtakubaliana na mimi, mwanadamu wa kwanza kuumbwa alikuwa Adamu. Na baada ya kutengenezwa, Adamu akakabidhiwa bustani ya Edeni. Alikuwa peke yake. Ukirudi ukisoma Mwanzo sura ya 2 kwanza ule mstari wa 7, utaona alivyotengeneza mavumbi, akampulizia pumzi ya uhai, ndio Adamu akatokea. Baada ya Adamu kutokea, akatengeneza hiyo bustani ya Edeni, ikawa nzuri, akamkabidhi. Lakini baada ya kumkabidhi hiyo bustani ya Edeni, alimpa akili na ufahamu Adamu. Kabla hajamtengeneza Eva, akapitisha wanyama mbele ya Adamu ili Adamu apate kuwapa majina. Emmanuel, Mungu pamoja na majina yote ambayo Adamu alitoa kwa wanyama, Mungu hakukataa hata moja. Alikubaliana na Adamu kwa sababu alikuwa anamwamini na anaamini kila anachokifanya. Emmanuel, lakini baada ya Adamu kutoa yale majina, paka, simba, nyoka, nyau, kila ndege wote wakapewa majina, bado Adamu alionekana kama hana furaha, akaonekana akiwa mpweke. Hapo sasa ndipo Mungu alipokuja kumtengeneza mwanadamu wa pili ambaye ni mwanamke. Emmanuel, wasomaji wa Biblia mko pamoja na mimi, Adamu baada ya kuumbwa akumaliza tu kumuumba Adamu akamuumba Eva. Hapana, baada ya Adamu walipita wanyama, ninaamini zilikuwa ni siku kadhaa, ndio akagundua huyu mtu ni mpweke, ndio akaja kumletea chombo kama ambacho ameletewa Baraka leo. Amina. Si ni chombo jamani?
Jamani, tukubaliane ni chombo, kwa sababu udongo uliomtengeneza Adamu na udongo uliomtengeneza Eva ni vitu vili tofauti. Hao watu wanatofautiana kabisa. Adamu walikusanya mavumbi wakapulizia pumzi ya uhai, lakini ukisoma kwenye ile sura ya 3, Eva hajatengenezwa kwa mavumbi. Eva ametengeneza kwa mfupa, tena mfupa huu mmoja. Wamama mnaokaa jikoni, hivi chombo cha udongo na cha mfupa kipi kinawahi kuharibika? Cha udongo. Kwa hiyo unaona kwamba watu ni watu wawili waliotengenezwa kwa material mbili tofauti kwa makusudi. Mungu alikuwa na makusudi ya kumtengeneza Adamu kwenye udongo na kumtengeneza Eva kutoka kwenye mfupa. Turudi kwenye somo letu, kuto kuizoelea ndoa. Baada ya Adamu kuamka asubuhi, maana wakati haya anatengenezwa Adamu alikuwa amelala, hakujua chochote. Lakini alivyoamka asubuhi akaiona ile sura, alianza kunena kwa lugha, sio? Maana huko alitoa majina, nyoka, chui, nini, lakini hapa akaanza kusema huyu ni nyama ndani ya nyama zangu, huyu ni mfupa ndani ya mfupa wangu, ataitwa mwanamke, ni msaidizi. Akampa sifa zote, na kwa kweli Eva alistahili hizo sifa. Sasa kuizoelea ndoa kukaichafua sifa ya Eva. Wamama tulioko hapa, ndoa zetu kama ilivyokuwa siku ya kwanza, ndo mpaka na leo uione hivyo. Ukizoea tu, twende kwenye sura ya 3 tuone pale Eva alipoizoelea ndoa na akaleta changamoto. Huyu Eva alipoletwa kwa Adamu, aliletwa ili amsaidie. Hivi kama wewe unaumwa, alafu umemleta mtu akusaidie ukaumwa zaidi, amekuja kukusaidia? Hajakusaidia huyo. Yaani unaumwa, umemleta mtu akusaidie kwenye ugonjwa wake, kwenye ugonjwa wako, badala ya kupona hali yako imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Huyu mtu hajawa msaada kwako. Tusizoelee ndoa. Nimesema ndoa ina mwenyeji na mgeni. Adamu alikuwa mwenyeji wa bustani ya Eden, lakini Eva alikuwa mgeni wa Adamu. Kwa hiyo Eva ni mgeni. Kama tunavyoongea leo, Diana ni mgeni kwenye familia ya Baraka. Amina. Na Baraka uendelee kumtunza Diana kama mgeni kwenye familia yenu. Amina. Kinacholeta shida sisi wakaribishwa tunapotaka kuwa wenyeji kuliko wazaliwa wa hiyo miji. Tunataka kuwa wenyeji wa miji iliyotukaribisha kuliko wale waliozaliwa pale, na hapo ndipo tunapoleta changamoto. Anayewafahamu wa ukoo wa Baraka ni Baraka mwenyewe. Akitaka uwajue mama, utawajua. Asipotaka, acha. Amina. Pale tunapojilazimisha tufahamike, sisi tumepelekwa pale kusaidia. Kumbuka na wale wanaangalia ni msaada gani tutaleta. Kwa hiyo ni lazima uwe makini, uitumie akili yako ili upeleke msaada kuliko kupeleka matatizo. Amina. Emmanuel, wana wa Mungu, Mungu pamoja nasi. Tumelishika hilo. Angalia, umepelekwa pale kupeleka msaada. Badala ya msaada usije ukaleta uwenyeji kwenye mji wa watu ukapeleka changamoto. Emmanuel, nimesema Adamu alitoa majina yote kwa wale wanyama. Siamini kama alitoa tu, ina maana alikuwa anawafahamu, si ndio? Alikuwa anawafahamu. Huyu ni muite simba kutokana na 1 2 3. Huyu ni muite nyoka kutokana na 1 2 3. Huyu ni muite paka kutokana na 1 2 3. Yeye ndo anawafahamu. Unaona Eva alichoenda kukifanya? Baada ya kupelekwa kwa Adamu, akajifanya ni mwenyeji kuliko Adamu. Kaanza kuzurura bustanini mpaka akakutana na nyoka bila kumwaga mume wake. Maana hakuna sehemu tunaona kama Adamu alikuwa na ufahamu kwamba Eva yuko anapiga stori na nyoka. Lakini Eva ametafuta mazoea. Ameharakisha kuijua bustani kuliko Adamu aliyekabidhiwa bustani. Alafu sasa cha ajabu, habari ya ule mti wa katikati wa kujua mema na mabaya aliambiwa Adamu. Eva alifanya kusikia, lakini kwa jinsi tunavyotafutaga kujulikana, akaenda kumwambia nyoka, wewe ndio ulipewa maagizo. Sio kama mmenipata? Adamu ndiye aliyeambiwa. Soma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Adamu ndiye aliyepewa hayo maagizo ya kwamba mti wa katikati msile, kwa sababu mkila mtakufa, maana ndio mti wa kujua mema na mabaya. Wakati Adamu anaambiwa, Eva wala hata kuhusishwa, kwa kusikia tu. Si mnajua wale wabeba story,
Yaani story ni ya kwangu, lakini nikikuhadisia unaibeba kuliko mimi mhusika wa story. Zinaletaga changamoto, ndio Eva alichoenda kukifanya. Twende pale kwa ajili ya kupeleka msaada, tusiende pale kwa ajili ya kupeleka matatizo. Ona sasa, Eva alipoenda kupiga story na nyoka, akumwaga mume wake Adamu. Nyoka alivyo mjanja, maana katika wanyama wote ambao walipewa majina na Adamu, nyoka ndo tunaambiwa mwelevu. Sisi tunajuaga sijui sungura sijui nini, kwenye Biblia nyoka ndo aliambiwa mwelevu. Akaisoma akili ya Eva, akamwambia mmezuiliwa kula nini? Matunda ya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa sana tafuta wenyeji wamjue yeye ndo mama mjengo. Acha baba mjengo akutambulishe, usijitambulishe. Yaani hapo Eva alitafuta na nyoka ajue mimi ndo mama mjengo. Ulikuwa habari una? Yaani mimi sasa ndo nimeletwa kwa Adamu. Kama kuna mtu anapita pita, huyo ni yeye, lakini mimi ndo nimeletwa. Na katika maisha yetu ya kawaida, hapo ndo changamoto zinaanzia. Wewe umepelekwa kwenye mji wa watu, mumeo ndo wa kukutambulisha. Umeshajua na shoga fulani nilisoma naye wapi, siku hizi anafanya kazi huku. Unaenda kumtembelea, ndo yanaanzia hapo. Bora amekuoa, maana kuna binti hapa shamzalisha watoto 3. Kinalika ndani. Kama usingeenda kuyatafuta, ungepata wapi shida? Lakini kutafuta wenyeji kwenye miji ya watu ambao sisi ni wageni imekuwa changamoto. Kama ambavyo Eva alitafuta wenyeji, akakumbana na nyoka, akapewa tunda. Akala lile tunda, akampa na mume wake. Kilichotokea, kibali kikapotea, Adamu na mke wake wakafukuzwa. Aliyeleta shida nani? Eva. Aliyeleta shida nani? Mwanamke. Na ndio maana mpaka leo mwanaume akifa, mwanamke anatafutiwaga sababu. Mwanaume akifa afe na ajali, apate pressure ya ghafla anguke, mwanamke unalo. Ila mwanamke ukifa upumzike kwa amani. Yaani wanaume hawahusikaji hapo. Ni kwa sababu ya ile shida ya Eva aliyoianzisha mwanzo. Maana kama sio Eva kupeleka lile tunda, huyu baba asingefukuzwa kwenye bustani. Lakini sasa si unaona, hata Adamu kile kibali na heshima aliyokuwa amempa Eva ikapotea. Wasomaji wa Biblia mtaona kama kwenye mstari wa 18 hivi, Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 18. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Tunamwona Adamu alivyolaaniwa. Hivi laana kama hiyo unafikiri Adamu ataacha kutoa laana? Yaani yeye kalaaniwa, kaondolewa sehemu yake nzuri, ila chanzo anajua ni huyu niliyepewa. Anakuacha salama wewe? Hawezi kukuacha salama. Ndio pale Mungu alimuuliza, Adamu, mko wapi? Mbona siwaoni? Ni huyu mwanamke ulionipa, sio tena sijui mfupa ndani ya mifupa yangu, nyama ndani ya nyama zangu, habari za kuitana baby sweet ipo tena. Yaani wakati huo ndo naitwa mchawi mkubwa wewe. Nilileta baraa ndani ya familia. Maana Mungu tunamuona alivyomuuliza, Adamu uko wapi? Akasema tumejificha baada ya kusikia sauti yako. Na ni kwa sababu tuko uchi. Mungu anamuuliza, ni nani aliyekwambia mko uchi? Si huyu mwanamke ulionipa. Ameshamgeuka. Jaribu kuimagine mwanaume aliyekuwa anakuita baby sweetheart, nyonga mkaliaini, leo anasema huyu mwanamke ulionipa. Yaani wewe umekuwa mwanamke kama wanawake wengine baki. Sio tena mwanamke ambaye ulikuwa na thamani katika maisha yake. Ni kwa sababu umelazimisha kutafuta uwenyeji kwenye mji wa watu ambao umekaribishwa kama mgeni. Emmanuel, wana wa Mungu, Mungu pamoja nasi. Wanandoa ambao tumepata neema ya kusikiliza neno hili kabla halijafika kwingine na sisi lituponye. Tuendelee kuwa wageni ndani ya miji yetu. Na wewe baba, endelea kumtunza mgeni wako. Wakati mwingine wa mama wanatafuta wenyeji baada ya mwenyeji aliyenikaribisha kuniacha. Uongo? Kwa hiyo na baba, baraka na wewe utusikie vizuri. Huyo mgeni uliyekabidhiwa, hakikisha unaendelea kutunza thamani yake. Mgeni anataka kwenda sehemu fulani, hakikisha wewe ndo unamuelekeza. Usitoe nafasi kwa watu wengine kumuelekeza, ndio atakutana na nyoka. Maana kama Adamu pia
angekaa vizuri kumwelekeza Eva, naamini angemwambia we, kwa hiyo kiumbe hata usifike, maana mnafiki kama nini. Lakini kwa sababu umejiacha, utaki kujua mke wako yuko wapi wakati gani, ndio maana kakutana na kina nyoka, wakaanza kumweleza, wakaanza kumwelekeza, mwisho wake akaleta sumu ndani ya nyumba yako. Emmanuel, wana wa Mungu, wakina Baraka na nyie mtusikie, si kazi ya mwanamke kwenda kutafuta matunda. Maana mpaka anaenda kukutafutia matunda hajayaona hapo ndani. Amina. Ukimwacha akatafute, ndio hapo ambapo hatakuaga, atakutana na kina nyoka. Emmanuel, nifike mwisho, ninachoweza kusisitiza, sisi tulioolewa tuendelee kuwa wageni waheshimiwa kwenye miji tulioifuata. Amina. Na nyie mliotupeleka pale, endeleeni kututunza kama wageni waheshimiwa kwenye familia zenu. Amina. Mungu awabariki. Makofi mazuri wana wa Mungu. Haleluya. Uko nyuma anasema hivi, kama Adamu asingemwachia Eva kaenda mitaani peke yake, shida isingetokea. Kweli sio kweli? Kweli. Kweli sio kweli? Kwa hiyo wangetembea wote kama Mungu alivyo kwa amewaumba. Ni somo ambalo inabidi ulielewe, japokuwa nimechukua muda mfupi. Ukilielewa utaelewa maana yake ni nini. Biblia ukiangalia Diana kwa umri huu, kutoka Bieju, kutoka Bugango, kutoka Chaka, kutoka Kashaba, kutoka kwa mzee wa Butunda kule Kashaba, sio wakina Kapolidi, kwa kina Tanu, amewachenga kaja kupata mwanaume Mwanza. Yesu oye. Ndivyo ilivyo. Baraka amezunguka kwenye MDH kote huko, anatafuta mwanamke, alikuwa hajampata. Sasa kaja kumpata Bunazi. Maana yake ni nini sasa? Wameenda kuanza maisha mengine ambayo inabidi watembee wote. Kutembea wote sio washikane wafungane kwenye shati, watembee wote kiroho. Mama, usitoke ndani bila kutoa ujumbe, ninaenda sehemu fulani, ninaenda kufuata hiki. Hata we mama unayefanya government Bukoba, ukilala night mjulishe mzee, leo nitalala night. Si akupigie, haujui kwamba nafanya kazi. Mbona haupo ndani na hujapika? Nimelala night bwana. Ina maana utakutana na nyoka. Watu nyoka aliingia baada ya Adam na Eva kutoa nafasi. Haleluya. Amina. Unapotoa nafasi, ukaona wewe umekuwa mwenyeji, unaweza kutoka ndani bila taarifa, unaweza kwenda kwenye chama. Sasa hizi mnasingizia chama na mikoba. Mwanaume anapoyumba akwambia mke wangu mbona umechelewa, kama hata 2000 bwana, ulitegemea nchiwahi tutapika nini? Sasa mwanaume kwa sababu ali ndugu zangu, mkoba au kutoa nyumbani kwenu. Marejesho haijakutoa nyumbani kwenu. Marejesho ni tamaa zako mwenyewe. Umetolewa nyumbani kuolewa. Tumeelewana mpaka hapo? Usiachie nafasi hiyo. Hata nyoka anaweza kamuuma na mwanaume. Anaposema, Biblia inasema hivi, Mama Katunzi, Amos 3 mstari wa 3 unasema watu wawili waweza kutembea wote wasipopatana kwanza. Ina maana Diana na bwana wangu Baraka Dokta mmekuja madhabahu leo, ina maana mmekubali sasa, mmepatana kutembea wote kwa wakati mmoja. Amina. Hakuna aliyekulazimisha umuoe Diana. Didas mabinti wamo Mwanza, tena wengine watembea hivi, wengine watembea hivi, wewe umekataa. Ukasema naenda Chaka, navuka daraja, naenda Misenye. Ina maana umekubali moyoni, hakuna aliyekulazimisha. Na wewe Koku, nimekwambia hata kina Swaibu, wakina Kibarabara, wengine walishakufa, walikuwa na watoto, wakina Fide, wakina nani, ungeolewa. Umechomoka, ukakimbia, ukapita Kajunguti, ukaja sijui wapi ya Mshenye, ukaja Bukoba, ukaruka, ukapanda meli kwamba mimi naenda kuolewa kwa Baraka. Wapo vijana wengine wana mikwara matapeli, wanaongea
ukasema mimi naenda kwa mzee Maundi, sasa ukubali kudondosha mbawa kama kumbikumbi. Bwana Kioma, umeruka kwenye miti sana, sasa rusha dondosha mbawa. Diana hivyo wengine amekuahidi nitakujengea gorofa, wengine nitakupa mpaka utakuwa mvuvi, utakuwa unakojoa soda. Hakuna kitu. Sasa unaenda kuanza maisha mapya, kuleta familia anachokisema mama, ambayo watu waivutie, waipende. Kwa mzee Didasi hajakuachia uende ukalete taarifa mbaya. Uende kwa mzee Maundi ukiwa barua na ujumbe wa kusoma kwamba mzee alilea. Amina. Huyu mama amesisitiza kutembea wote. Ndio. Utatembeaje na dijitu linadaiwa kila kona? Ukifika kona ya Bwiru, wewe mama marejesho. Ukifika utatembea nalo? Na waulizo tembea nalo? Ukifanya hivi mtu anasema huyu demu nilikuwa naye jana, na bodaboda mpaka akwambia nimelala nalo jana. Kwa hiyo lazima mtu akuchenge. Ujitunze kwa adabu zako, watu wakusome, wamtukuze baba yako na kumsifu na mama yako aliyekulea. Amina. Niliwaambia hata mabinti wengi hawaolewi. Ukienda kila kituo cha daradara, wamo bodaboda 7, 4 wamempitia. Alafu akamwambia mtume niombee ipate mwanamke ushindwe na ulegee. Ujitunze, watu wakuongelee. Aise, huyu binti huyu kumpata huyu binti. Hapa Mnazi. Aise, wengi wamepiga nje. Watakuja wenyewe. Lakini kila wa bodaboda, ukutana gari ya Saidi ya Minziro, wote wamekupitia. Ukutana gari ya Goa Stout wamekupitia. Nani atakuoa? Lazima ujitengeneze ili tukusome familia uliyotoka. Wewe ni barua. Hakuna atakayetembea na wewe, wana wa Mungu, usipojitengeneza. Kwa hiyo mama anaposema kwamba nimekwambia watu wawili hawezi kutembea bila kupatana. Na niwaambie ukweli, watu mkitembea sana, mmekaribiana, mnapatana, na sura wazi zinabadilika, mnafanana. Mimi ukiangalia hapa unaniona sura yangu humu. Amina. Ila kile kipindi nimerusha mshahara, mke wangu ni wa kwenu Karagwe kwa Dr. Mtoto pale Mrushaka Kayanga. Aliniambia niliporusha mshahara anaomba aende nyumbani kwanza kwa sababu nimefia. Lakini leo amekaa mbele. Ato, naomba niondoke. Akampigia na daktari yake, baba yake marehemu. Daktari, mimi naona huyu amefiatuka na daktari aende asomi tena. Mimi naomba mke wangu, akanipigia, ningeomba mwanangu aje. Nasikia umepata matatizo. Akasema sijapata matatizo. Matatizo hata Nuhu alipokuwa anachonga safina walisema amefiatuka. Hata mzee Ibrahim alipompeleka Isaka kwenye mlima alifiatuka. Lakini matokeo yakija kutokea walimtukuza Mungu na kumsifu Mungu. Amina. Kutembea na mtu, Adamu na Eva walitoa gepu katikati, kama mama anavyosema. Lakini naombea hiyo neema, pasiwepo gepu kwa jina la Yesu. Amina. Pasiwepo gepu kwa jina la Yesu. Amina. Ndoa hii wanangu ibadilike, we kama kumbikumbi. Kumbikumbi huwa chagui mke akiwa chini mpaka kwenye mti, ili na wengine wajue kwamba akakange no wakarengede. Ndio maana toa na mbawa, tushuke chini tuingie mkataba. Hawarushi mbawa kiwa juu, wanateremka. Kwa sababu wanazunguka mti mzima. Aka hapana. Nilikuwa nataka aka hapana, aka hapana. Bwana, wewe uko tayari? Ndio. Wewe uko tayari? Ndio. Haya, tushuke chini, twende kwa mtume Wilbard Mpapi, kwa madhabahu kana mtume Paulo, tufunge ndoa. Kwa ndio kilichowaleta leo. Amina. Na kumbikumbi afungi ndoa bila kudondosha mabawa. Anajua utamwacha, alichosema mama. Anajua nafasi unaweza ukaruka tena ukafuata kengine. Anasema utoe mbawa. Na mama anamwambia na wewe toa, tembee wote. Unaona tayari nikupe nini Mungu wangu. Wanaenda kuanzisha kichuguu kwa sababu wamekubaliana. Kwa hiyo baraka na wewe. Sitaki tena baada ya miaka 4 mnaambia mnapanga. Mjengi kama kichuguu. Na mimi nawaombea mjengi. Amina. Manake hata simesema mmepatana, wewe uko Bugando, unafanya Bugando, huyu si ni mkurugenzi wa MDH, mtafuta takasikwata mweke kwa nyumba mzee
akija au baba mama wapate pa kufikia. Ndio maana mkishadondosha mbawa, mkitembea kwa wote, yote yanawezekana. Amina. Nyumba nyingi zinashindwa maendeleo kwa kutoelewana. Unakuta mama ana suruali, ana kaptura ila anatolea huku na baba anatolea chooni huku. Sasa maendeleo yatakujaje? Kila leo ukimuuliza mama anasema sasa hadi ni mbaya. Lakini marejesho mama analala na suruali siwezi. Ndio watu wazai. Wakina mama wana makaptura ndani amefunga na kamba. Kwa sababu na baba ana marejesho na mama ana marejesho. Sasa ukisinzia usiku na mama anakusachi, arudishe asubuhi. Na we mama akichelewa ametoka kuuza mihogo pale Bienju, naona msachi kwa sababu wote mna marejesho. Hapo eti mama kutatokea ndoa hapo kuna mimba humo. Mwambie mwenzako kuna mimba humo. Kuna mimba humo. Mtazunguka kwa manabii, kwa mitume, mtakunywa mafuta, mtakunywa chumvi, mtakula matango, matumbo mtaambulia kansa. Mengine ujitengeneze wewe. Amina. Narudia tena. Mtakunywa mafuta. Mkangwa zai, sui nini? Unajua kunywa mafuta, chuma mafuta ya upako, utakunywa mpaka chumvi. Utakula chumvi mpaka tumbo litaanza kukata vidonda vya tumbo. Mtakuja hapa mtapika. Swala mengine sio kuombewa. Maswala mengine ndoa, mimba ingii kwenye mji ambao una amani. Mungu ni amani. Mtaombewa mpaka mtashangiwa. Hata nyinyi lazima ujue kwamba Mungu anataka amani. Na tendo la ndoa ni la amani. Na watoto kupatikana kunataka amani. Amina. Usikope mikopo mwanangu Diana, ukaingia kwenye mikopo nyoka kaingia akupeleka kwenye mikopo bila mzee kujua. Brother usiingie mikopo bila mama kujua. Ndoa nyingi zimevunjika mikopo, mshindo na mlegei. Wanaiba mpaka hati ndani mama. Ni enzi zao wao wakuiba hati, hao akina mama enzi hizi. Lakini vibiti vya sasa vinaiba na hati, vinaiba kadi ya gari. Kinaenda kubadilisha kadi, unashangaa unaitwa benki mzee. Kuna marejesho. Yapi? Kadi imeshaandikwa benki hizo. Mshindo na mlegei. Mlinde ndoa zenu au kuolewa hela, uliolewa na mume wako alivyo. Filo unanielewa? Ukooa hela, uliolewa na mume wako ulimuuliza kama nani? Hapana. Alivyo. Sawa tu Mungu. Kwa hiyo Diana na mwanangu Bwana Baraka, dokta, tunapoenda kufungisha ndoa hii, kama mndajipanga, hamtatembea wote mkatoa nafasi, akaingia Nyenyere, Nyeri tuwailishe, tule pilau, katibu nani yupo tule. Tutafunga siku nyingine. Kama mnasema tuko tayari, hamtaachia gap hili nalo liona hili. Ikapita Samtera ya maji likayondo. Mtajijua. Kwa hiyo naomba, swala la ndoa sio girlfriend wala boyfriend. Swala la ndoa linataka maamuzi yatoke wapi? Moyoni. Usio kukurupuka. Ukimpenda wewe itatembea hivi, siku wewe katika ndoa imeisha. Umpende kutoka wapi? Na Ukristo ni kutoka wapi? Sio katika mwili. Naweza kusema mimi ni mtume, bishop, nabii, nikawa na walinzi na nini kahubiri, lakini not such in heart. Mimi nimesoma na Bibleology na philosophy, naitwa askofu, naitwa nani, lakini roho wa Mungu hayumo. Kinachotambulisha mtumishi wa Mungu sio maneno yanayohubiri. Maana ufalme wa Mungu au katika neno, bali katika nguvu. Na Yesu alisema subirini mpokee nguvu kutoka wapi? Kwa hiyo Kristo si cheo ulicho nacho. Unaweza ukasoma, ukaitwa askofu kwa branch mpaka igayaza kila sehemu akatoma, lakini Roho Mtakatifu patikana kwa neema na kwa imani. Kusoma